Situmai na Tumaini. Hii ni story inayohusu wadada wawili wanaomgombea mwanaume na mwisho wa siku mmoja anamuoa mwenzie kwa ajili ya kuchukua nafasi kwa mwanaume huyo. Situmai anasema, mimi nina rafiki yangu huyu anaitwa Tumaini. Siku moja tulikuwa tunaenda kuchota maji mida ya jioni, tulikutana na gari jeusi lililokuwa na wakaka wawili ndani yake, likaomba tuwasaidie kuwaelekeza sehemu kunakoitwa kwa mzungu anapouza maziwa. Tumaini alienda karibu na kuwaelekeza kuwa kwa mzungu nyosheni na njia, mkifika mbele mtaingia mkono wa kushoto na baadaye mtakata kulia, mtaona majumba makubwa makubwa ambayo yamejengwa na yana mifugo mingi, hapo ndipo kwa mzungu. Mimi nilikuwa nimesimama pembeni. Tumaini alikuja, tukaendelea kwenda kuchota maji. Watu hawa walienda. Baada ya kurudi, tunatoka kuchota maji, tuliona tena lile gari, na baada ya wao kuwa wameshatuona walitusubiria. Tulivyofika pale walimwambia Tumaini kwamba asante, tumeenda dada na tumeonana naye, tumeshamalizana naye, sisi tunaondoka, asante sana. Tumaini alisema sawa, hakuna shida, lakini kaka mmoja alisema samani, ningependa kujua eti unaitwa nani? Tumaini alisema anaitwa Tumaini, unakaa wapi? Akaonyesha nyumba, maana haikuwa mbali sana kutoka pale ambapo tulikuwepo sisi na nyumbani kwetu. Akasema ni ipi kati ya pale, maana kuna nyumba mbili zinafanana. Huyu Tumaini ambaye ni rafiki yangu alisema ni hii ya kwanza, ile ya pili ni kwa rafiki yangu huyu ndo kwao. Akasema sawa, basi tutarudi kwa ajili yako. Alitamka hivyo na akaenda. Sisi hatukuelewa maana yake nini. Siku ya pili tulienda shule. Wakati tuko shule tuliona lile gari ambalo lilipita jana maeneo ya kijijini kwetu, na shule ilikuwa tofauti na pale nyumbani. Nikamwambia rafiki yangu, mimi hapa niliona. Nikamwambia Tumaini, waona lile gari jana ndio lilikuwa nauliza kwenda kwa mzungu? Akasema naona ni lile, lakini hatukuweza kusogelea maana lilikuwa mbali na lilikuwa spidi sana. Tulisoma na baadaye tukarudi nyumbani. Wakati tunarudi kutoka shule tulikutana tena na lile gari, na hili gari lilikuwa linatembea kwa mwendo wa taratibu sana. Basi tulivyoliona, Dani huyu rafiki yangu ambaye ni Tumaini alikuwa ni mcheshi sana, alisimama katikati ya gari akasimamisha. Watu wakabakiwa na mshangao, wanafunzi wenzetu, kwa nini unaingia katikati ya njia na kutaka kusimamisha gari? Lakini ajabu, hili gari lilisimama. Baada ya hapo alitoka yule kaka wa jana akasema, tumepita hapa nyumbani kwenu, tukasema tuwaulizie tupate hata maji ya kunywa na hamkuwepo. Tumaini alisema, mimi hapa nimetoka shule, rafiki yangu yule pale wa jana alikuwa kama amestaki, kwa sababu hakutegemea yule kaka angemtoka kwa kumsalimia au kwa kumuongelesha kwa bashasha namna ile, na siku hii alikuwa amependeza sana. Kaka huyu ni mrefu, ni mweusi, ni mzuri sana. Basi akasema, mko wote bado wawili? Nyinyi mnapendana sana. Tukasema ndio. Na humu ndani kulikuwa siku hii kuna mkaka tu mmoja ambaye ni huyu ambaye ametoka peke yake. Basi tukatoka hapo, akasema acha niweke gari pembeni tuongee vizuri. Akapaki gari pembeni, tukasimama. Mimi nikaa nimesimama pande ya pili na huyu rafiki yangu akawa amesimama pande ya pili akiendelea kuongea na huyu kaka. Huyu kaka alimwambia, kwa wewe uko darasa la ngapi? Na rafiki yangu alisema sisi tuko darasa la 7, ndio maana wanatuona wakubwa. Lakini kwa muonekano tulikuwa kama ni wanafunzi kwa huku mjini wa kidato cha 4, lakini kwa kule kijijini darasa la 7 mtu anamaliza akiwa na miaka 14. Yaani unaingia ukiwa na miaka 7 unamaliza 14, na wengine umaliza 18. Kwa mfano mimi na yule rafiki yangu tulirudia madarasa mawili, kwa hiyo hapo tulikuwa tuna miaka karibia 18 kabisa, kwa sababu tulikuwa tumerudia madarasa mawili na tulichelewa kuingia shule. Basi akasema, nilitamani sana kuendelea kuongea na nyinyi siku nyingine. Nikasema haina shida. Akasema naweza pata mawasiliano. Tukasema sisi huku vijijini watoto hawana simu, na simu ipo kwa mtu mmoja sana. Akasema sasa naweza pata vipi? Huyu rafiki yangu akamuuliza, akasema kwani wewe unatokea wapi? Akasema mimi natokea mjini, na mjini mimi sio ninapokaa, mimi nakaa jijini Dar es Salaam. Mjini nimekuja kufanya biashara zangu, lakini kuna rafiki yangu kanishauri naweza kufanya pia biashara ya maziwa, ndio maana nimekuja huku polini, huku vijijini kwa ajili ya kutafuta kuwasiliana na huyu mzee mwenye hicho kiwanda cha maziwa hapo. Huyu rafiki yangu akasema, mimi nafikiri labda tumuite na rafiki yangu tumshirikishe hile, tunaweza jua labda vipi tunaweza onana. Basi rafiki yangu nilimuita kwa alama, nikamwambia njoo, akaja. Alipokuja akasema kaka anasema atatupataje?
huyu rafiki yangu akasema si tumeshamuonyesha nyumbani, si akitaka aje nyumbani. Lakini huyu kaka akasema nahitaji kuonana na nyinyi tofauti na nyumbani, maana pale nyumbani nikija watu wanaweza elewa tofauti, nyinyi bado ni wanafunzi. Basi huyu rafiki yangu Tumaini alikuwa ni mkarimu sana, akasema haina shida, wewe unaweza sema lini unakuja, sisi tutakaa sehemu hiyo kukusubiri hata hiyo siku utakapofika. Akasema kwa hiyo mtaenda kaa kuanzia leo na kutisubiria mimi mpaka siku nitakayosema. Rafiki yangu alicheka akasema hapana, namaanisha hiyo siku ambayo tutapanga tarehe na mwezi huo sisi tutakaa pale kwa ajili ya kukusubiria wewe. Basi alichukua karatasi aliandika huyu kaka, akasema nitakuja tarehe hii, siku hii, muda huu, nitakuwa sehemu. Sema nyinyi tukutane wapi? Sisi tulisema pale pale barabarani, tutakapoliona gari lako sisi tutazidi kwenda mbele ili utufate kwa nyuma tukae sehemu tuongee, maana ni polini tu. Basi aliandika hiyo siku na tarehe na mwezi, huyu kaka aliondoka. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, kweli hii siku ilifika, kaka huyu alikuja. Baada ya kuja tulikaa wote hiyo sehemu ambako tulikuwa tumepanga siku huyu kaka akija tukae, kuna miti, tulikaa na tulipiga story. Baada ya kupiga story, huyu kaka alionyesha kabisa kuwa alikuwa anahitaji sana kuwa na rafiki yangu, kwa sababu alikuwa amenunua simu na zawadi mbalimbali alimpa pale. Mimi nijisikia vibaya, japo na mimi nilipewa zangu, lakini hazikuwa kama za rafiki yangu. Rafiki yangu alikuwa amezidi kila kitu. Nilianza kujiona kama mimi sipendwi, lakini rafiki yangu anapendwa. Lakini baada ya hii siku kaka huyu aliondoka. Baada ya kuondoka alisema nitarudi kwa ajili yako wewe Tuma. Mimi Tumaini nilikuwa pembeni. Na baada ya hapo rafiki yangu alikuwa amepewa na pesa na mimi nilipewa pesa, lakini ilikuwa ni kidogo. Rafiki yangu alipewa nyingi zaidi, lakini rafiki yangu aliniongezea pia pesa, lakini mimi sikulizika, maana niliona kwamba zile pesa zitakuwa mimi ndio nimpe rafiki yangu, yani anipe mimi afu mimi ndio nigawe. Lakini alichukua tu kiasi akanipa, maana na mimi nilipewa zangu na hakujua kwamba nimepewa shilingi ngapi. Siku zilizidi kwenda, mawasiliano na huyu kaka alizidi kwenda, kila weekend alizidi kuja, kila weekend alikuwa anakija, na kila akija na zawadi, na kila akija na vitu vya kula, na kila akija na vitu tofauti. Mimi wivu ulizidi kujengeka ndani yangu, na mwisho wa siku tukamaliza shule. Siku tumetoka kumaliza shule, kaka huyu alikuwa ameongea na rafiki yangu, maana alikuwa amemnunulia simu na alikuwa na chati. Akawa amemwelekeza kwamba siku yake akitoka kumaliza hiyo darasa la 7 basi atakuja kwa ajili yake na atafanya mapenzi. Hii siku kweli huyu kaka alikuja, na wakati tunatoka kufanya sherehe pale shuleni, gari tuliliona, ile gari likatupita, maana tulikuwa na wazazi halikuweza kusimama. Likaenda mbele kidogo ya nyumba zetu, yani ninamaliza kijiji chetu, likasimama na alikamtumia message afanye juu chini iwezekanavyo wakakutani. Na mimi hii siku sikutakiwa kuwepo, na rafiki yangu aliniambia kwamba yeye ataenda kufanya mapenzi kwa mara ya kwanza na amesema atafanyia kwenye gari. Na mimi leo ilikuwa inaniuma kwa nini rafiki yangu akafanya hiki kitu, na huyu kaka anaonyesha anampenda sana rafiki yangu. Basi nikaamua kutaka kwenda kuona au kushuhudia rafiki yangu anapofanya hicho kitu. Kwa hiyo nilinyata nikapita polini, na kweli walichukua lile gari, walienda kupaki pembeni sana ya njia kubwa ambayo magari hupita, na walikuwa humo kwenye gari. Sijui alikuwa anaongea nini, lakini mimi leo ilikuwa inaniuma sana. Kwa nini rafiki yangu afanye hicho kitu? Basi baada ya hapo rafiki yangu alikaa mpaka giza liliingia, wakiwa mle kwenye gari, na gari hili halikuwa linaonyesha ndani nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi nilikaa hata giza, lakini baadaye niliona gari limewasha taa za nyuma na linarudi kinyume mida saa 1 likawa linakuja huku kijijini, na mimi nikajificha vizuri na gari lile likaenda kijijini, mimi nikiwa nyuma lile gari kidogo pana mbali kidogo, maana gari lilitembea haraka, mimi sikuweza kulikimbiza lile gari ili tufike wote. Kwa hiyo nilifika kijijini, rafiki yangu alishushwa. Baada ya kushuka alienda nyumbani, lakini nilimuona mwendo wake aliokuwa akienda haukuwa mwendo mzuri. Nikajua moja kwa moja rafiki yangu tayari kisha fanya ujinga tayari, na nitahakikisha naenda kumwambia mama yake. Nilifika pale nilivyomkuta rafiki yangu macho yake yamekuwa mekundu sana. Niliingia mpaka chumbani kwake, nikamkuta amekaa kitandani. Nikamwambia, wewe ulikuwa wapi muda huo wote? Akaniambia, si nilikwambia kwamba yule mtu leo atasema atakuja, na alisema tunafanya nini? Uweze amini, nimefanya, lakini najuta kwa nini nimefanya, maana sijasikia starehe aina yoyote, nimesikia tu zaidi maumivu. Rafiki yangu akasema hapa nilipo hata kuoga naogopa, naona kama kila kitu kinauma, viungo vyote vinauma, kila kitu kinauma. Nikamwambia, kwa hiyo tunafanyaje? Akaniambia, naomba nisaidie kunipashia maji. Nilienda nikachukua sufuria nikatenga maji nikamletea, akaenda chooni akaenda kuoga. Baada ya kurudi kuoga alivaa
nguo yake akakaa kitandani. Nikamwambia, haya niambie, imekuwaje? Mimi nataka kujua nini kimetokea. Lakini rafiki yangu akaniambia, hata kuongea siwezi. Kilichotokea huko Mungu ndo anayejua. Ndugu yangu, usije subutu fanya tena ule ujinga. Watu wanadanganya kwamba ni kitu kizuri kufanya, wala sio kizuri. Ni maumivu matupu. Nimelia mimi kama mtoto mdogo. Nikamuuliza, umeliaje kama mtoto mdogo? Na ulikuwa usitoi sauti? Rafiki yangu akaniambia, nilikuwa sitoi sauti kwani wewe ulikuwepo? Nikamwambia, nimesema tu kwa sababu ukitoa sauti sina maana watu watasikia. Lakini rafiki yangu hakuelewa nini nimemaanisha. Maana mimi nilikuwa karibu kidogo ya gari. Sikusikia zile sauti ambazo huyu dada anasema yeye kwamba alikuwa analia kama mtoto mdogo. Sijui alikuwa analia kwa namna ipi. Lakini hapa rafiki yangu hakujua, nikazuga tukaendelea. Baada ya muda nipiga stori nienda nyumbani. Siku hii sikuweza lala. Nilikuwa naumia sana. Kwa nini yule kaka hakuwa wangu? Kwa nini kaka mzuri mwenye upendo kama yule hajawa wangu? Nifanye nini ili mkaka huyu hawe wangu? Nimharibie huyu kwa wazazi wake ili yeye asiendelee tena na huyu kaka? Lakini uweze amini, kitu ambacho niliwaza, nikasema lazima nitafanya juu chini nimchukue huyu mwanaume. Siku zilizidi kwenda, kaka huyu alizidi kuja na akaja na alirudia kufanya mchezo mchafu, wakarudia tena na akarudia tena. Kaka huyu alikuwa ameshapanga kabisa kwamba anahitaji kuja kumuomba huyu dada, yani huyu rafiki yangu, kwa mama zake amchukue kama mfanyakazi wa ndani, maana tulikuwa wana kijiji tunasubiria matokeo kukaa muda mrefu sana. Basi na ni rafiki yangu aliweza kumuomba mama yake na kumwambia kuwa kuna mtu amesema anahitaji mtu wa kwenda kumuuzia duka lake mjini. Kwa hiyo anahitaji kwenda kufanya kazi. Mama yake alikubali, lakini mimi nikasema huyu hataenda mjini, labda niende mimi. Basi nilifanya juu chini. Siku hii tukaenda mtoni, tulikuwa tunaoga. Wakati tunaoga kwenye mtoni, nilimchukua rafiki yangu nikamkandamiza kwenye maji. Baada ya kumkandamiza kwa muda mrefu, rafiki yangu hakuwa anaema tena, na baadaye nilimuona amepanda juu, yani anaelea juu ya maji. Nikajua tayari kisha kufa. Nikamsukuma kaendelea kwenda na mto, na mimi nikabeba maji nikaondoka nyumbani. Lakini wakati tunakuja kuchota maji hakuna mtu alituona, tulikuwa sisi wawili tu, na nilihakikisha tumetofautiana hatua za kwenda kwenye maji. Alitangulia rafiki yangu na mimi baadaye nilifuata, na nilihakikisha hakuna mtu ananiona, maana hiki kitu nilikipanga kutoka siku nyingi. Baada ya kumaliza hapo, nilichukua simu yake kwa sababu wazazi wake hawakuwa wanajua kama na simu. Nikaa nawasiliana na huyo kaka, na kuwasiliana kwake nilimpa taarifa kuwa rafiki yangu amefariki. Na huyu rafiki yangu, baada ya kumwambia kwamba rafiki yangu amefariki, kaka huyu alifunga safari na akaja. Baada ya kuja, kwa kuwa wazazi hawakuwa na taarifa kuwa huyu rafiki yangu ambaye ni Tuma ameenda wapi, walijua tu labda ameenda sehemu amechelewa. Lakini huyu kaka aliweza fika kabla hata wazazi hawajajua. Akasema kama amefariki, mbona nyumbani kuko kimya? Lakini mimi nimwambia polisi wanaendelea kufanya uchunguzi, wamemgundua yuko huko. Kaka huyu alisema mimi sitaweza rudi nyumbani, nitalala hapa hata nijue kama ni kweli amekufa au la. Wewe nani kakwambia kwamba yeye amekufa? Nikamwambia mimi rafiki yangu tulikuwa wote tunaoga, lakini usimwambie mtu kama tulikuwa wote, maana yake sijasema kama tulikuwa wote, ninamwambia huyo kaka. Akasema sawa. Akasema tulikuwa tunaoga wote, lakini uweze amini, ni rafiki yangu nilimuona tu amepotea. Baadaye nikamuona yuko kwa mbali ameibuka, lakini alikuwa kama anaelea kwenye maji. Basi huyu kaka alianza kulia. Alikuwa analia kama mtoto mdogo. Hakuwa anaweza hata kuongea na mimi. Nilianza kumbembeleza, nikimgusagusa mgongoni, nikiwa napata shauku ya kusema afadhali hata mimi naweza tamgusa huyu kaka, maana nimgusa sehemu tofauti. Rafiki yangu alinipa starehe za huyu kaka, alinipa utamu wa huyu kaka. Basi na mimi akili yangu ikawa imeshasema huyu lazima tu atafanya. Ikiwezekana hata leo tufanye chochote, maana mimi ninampenda tayari. Nataka nionje utamu aliokuwa anaonja rafiki yangu. Basi lakini ukaka hakuwa na hiyo hata hiyo akili. Nilikuwa nikimbembeleza kaka asikii, nambembeza kaka haelewi. Ni analia kama mtoto wa kike, hata hajielewi. Analia mpaka anatoka kamasi. Nikabaki na shangaa. Kwani huyu kaka ana shida gani? Mbona analialia hovyo kama taira? Na wakati huyu dada alikuwa tu ni wa huko kijiji. Kwani yeye ana uchungu gani? Mbona mimi sili na kaka na huyu dada mimi nimekuwa naye ni kama mapacha? Lakini uweza amini kaka hakuwa anaweza hata kurespondi chochote. Nilikuwa namshika hapa na pale, hakuwa hata kunigusa nigusi. Yeye muda wote ameinamia kwenye steering ya gari ni analia. Alikaa mpaka mida ya 4 na mimi nilirudi nyumbani. Nikamwambia nikakuletea chochote. Akaniambia sihitaji chochote. Nilienda nyumbani na kuchukua maziwa na kumpelekea kaka huyu kwenye gari. Hakuweza kunywa yale maziwa, aliyaweka pembeni. Akasema mimi nitalala hapa. Nikamwambia uone kama ni vibaya, hivi gari wakija kuligundua linafanya nini hapa? Sisi vijijini kwetu kuna magari zaidi ya trekta. Wewe utalala hapa, inabidi uende nyumbani ukapumzike. Kama kuja utakuja kesho au nitakupa taarifa, maana simu yake hii hapa. Huyu kaka alisema
simu yake kwa nini unayo wewe? Nikamwambia simu wakati anaingia kuoga mimi tulikuwa tumeweka pembeni wote pamoja na nguo. Kwa hiyo nilipomwona anafanya hivyo, mimi ndio nilichukua simu pamoja na nguo zake zote, nimerudi nazo nyumbani. Akasema okay sawa, lakini ukaka alikuwa kama amenikazia macho wakati ananiuliza hili jambo. Nikasema okay sawa, basi niliondoka nyumbani. Kesho yake kaka huyu mapema sana alikuja, alisema mmemwona? Nikasema hapana, hatujamuona. Akasema naomba leo niungane na wana kijiji kwenda kumtafuta, lakini hapa wana kijiji alikuwa hajajua wamtafutie wapi. Mama huyu alikuwa hajajua kama mtoto wake amepotea au amefariki, maana yeye alijua tu katoroka kaenda mjini. Kwa hiyo hakuwafanya msiba, hakulikuwa kuko na utulivu. Kaka huyu alisema, kwa nini ulisema kuna msiba na watu wanasema hamna msiba? Nimesimama kule chini, nimeuliza kuwa kuna nini huku juu? Msiba aliyepotea amepatikana, lakini watu wanasema mbona hamna msiba na hakuna kitu chochote. Wewe msiba umeutoa wapi? Nikamwambia kaka, uweze amini, watu hawajui tu, lakini mimi rafiki yangu nilimwona akiwa amezama. Akasema wewe ni muongo, inawezekana umechukua hiyo simu umemuua mwenzio. Nikamwambia nitamka maneno kama haya, nawezaje fanya kitu kama hicho? Nilianza kulia, lakini ukaka baadaye alianza kunibembeleza. Alivyokuwa ananibembeleza mimi nilikuwa nasikia furaha, maana alinikumbatia akaniambia nisamee, nimeongea maneno makali kwa rafiki yako kipenzi, lakini ni hasira tu baada ya kuniambia kwamba amefariki. Lakini je, una uhakika kweli amefariki? Mimi nikamwambia mimi najua rafiki yangu amefariki, lakini wazazi wake hawajui. Natamani hata angejua kuwa amefariki, pengine ingesaidia kabla hajapotea kabisa. Lakini mama yake anasema huwa anawezekana ametoka ameenda mjini, maana alimwambia kwamba kuna mtu anatafuta mtu wa kwenda mjini. Kwa hiyo wako hivyo. Basi tulikaa ndani ya wiki 2, huyu rafiki yangu hakuwahi kuonekana na wala hakuwahi kujulikana yuko wapi. Baada ya hizo wiki 2, kuna mtu alikuwa anatoka kugema Ulanzi, akasema huwa kuna mwili umeonekana lakini umeoza sana, hauwezi shikika, labda mifupa au umeuona pembezoni wa mto. Walienda kuangalia, lakini baada ya kuja kuangalia huyu mama hata hakuweza kujua kama alikuwa ni binti yake, maana alikuwa ni uchi lakini ni ametoboka sana, lakini alikuwa ni mtoto wa kike. Alivyoangalia vizuri akasema kuna uwezekano akawa ni binti yake. Wakaja kupima, wakaja wakagundua kuwa yule alikuwa ndiye yeye Tumaini, lakini mimi nilikuwa nishajua kuwa ni kweli alikuwa ameshafariki. Sikuwa naweza tu kuanza kusema kwamba amefariki, maana hawakuwa wameshtukia kama amefariki. Nilimwambia huyu kaka kuwa maiti imepatikana, ni alishafariki muda mrefu. Huyu kaka alilia na alikuja kwenye msiba na alihudhuria kila kitu. Watu wakawa wanajiuliza mkaka mzuri ametoka wapi, mbona kama tumjui hapa kijijini? Lakini kaka alitoa mchango, alifanya kila kitu na alikaa karibu na hakuona shida. Alienda kujitangaza pale kwa wazazi wake kuwa yeye alikuwa na mahusiano na mtoto wao na hajui nini kimemkuta. Anaomba sheria ipate mkondo wake na naomba mtu aliyesababisha kifo cha huyu rafiki yake, yani rafiki yangu mimi, kifuatiliwe. Lakini wazazi walisema sisi hatujui hata ni kitu gani, hatujui hata alikutwa na kitu gani, manake hakuweza hata kupimwa kwa namna yote kwa sababu alikuwa amenyofoka, ni ameliwa sana samaki na kawa amemtafuna sana. Kwa hiyo babangu, kama ulikuwa na mahusiano naye na kama ndio wewe ulitaka umpeleke mjini, basi ndio hivyo, mtoto wetu umekuwa sio riziki na amefariki. Basi kaka huyu alikuwa akija pale kwa wazazi wake, hata rafiki yangu ambavyo hayupo alikuja mara kadhaa na sijui alikuwa anaongea nini. Lakini siku moja nilimwomba, naomba usijeongea kwamba nilikwambiaga masuala ya msiba kabla hata msiba hujatokea. Lakini kaka akasema siwezi fanya hivyo, siwezi kufanya hicho kitu. Lakini uweze amini, siku moja huyu kaka alikuja, alikuwa kwa nyumba ya rafiki yangu, yani kwa wazazi wake, akiwapa pole. Alileta michele, alileta mipunga, alileta makolokolo yote ambayo unajua wewe, mafuta, ndoo, kila kitu kilikuwa kiko vizuri. Aliahidi kuwalea kwa sababu anadai kwamba alimpenda sana rafiki yangu. Mimi hichi kitu kilikuwa kinaniumiza sana. Kwa nini aendelee kulea familia ile na wakati mimi nilitaka nichukue nafasi? Hii siku nilisema kaka, tunaweza tukaongea. Akasema sawa. Akasema nikitoka basi nitakuita. Lakini vile alikuwa anafanya rafiki yangu kumficha, kufanya nini, mimi hakuwa ananificha. Alisema tutende, nikasema uone kama ni vibaya kuongozana. Akasema haina shida, twende tuongee, kwani tunaongea kitu kibaya? Haya, tulienda tulikaa kwenye gari, tukawa tunaongea. Na watu walikuwa wametuona kama mimi nimeingia kwenye gari, lakini tuliongea, nikawa najiongelesha tu vitu ambavyo hata havipo. Lakini ukaka anaonekana hakuwa interested na mimi. Alisema kama umemaliza kuongea basi naomba niende, siku nyingine hiyo simu baki nayo kama zawadi yako. Nilimwambia tu asante, akaondoka huyu kaka. Hakuwa anaonyesha chochote kuhusu mimi.
Basi iliendelea hivyo. Siku nyingine tena alikuja, nilimuuliza anakuja lini, tukawa tunachati, akasema nitakuja. Nilikuwa namchatisha usiku, hakuwa anajibu message. Nikituma message 2 anajibu 1. Nikituma 5 labda 2. Yaani yeye alikuwa ni mtu ambaye hataki kuchati na mimi. Lakini kipindi cha rafiki yangu, message zote za rafiki yangu zote zilikuwepo kwenye simu. Walikuwa na chati kila sekunde, kila dakika, kila masaa. Lakini mimi alikuwa tunatuma message, nikituma 5 naweza jibiwa 1 au 2. Basi nikimwambia mambo vipi, anaweza kujibu poa. Uko kazini, naweza nisijibiwe. Umeshindaje? Naweza nisijibiwe. Usiku mwema ndo anakuja kujibu. Asante na wewe pia, amemaliza. Wala harudi zile message za nyuma ambazo zimepita. Kwa hiyo ilienda hivi. Siku moja nikajisemea, huyu kaka nafikiri labda mimi ni malaya. Kwa hiyo siku akija nataka nihakikishe anatembea naye ili anione kwamba na mimi niko kama yule na nilikuwa bikira kama yule. Kwa hiyo tulikaa kwenye gari baada ya kwenda kupeleka vitu kwa wazazi, baada ya kuwa karibu na wale wazazi. Basi tulipeleka vitu kwenye gari. Baada ya kupeleka vile vitu tulikaa kwenye gari. Nilianza kumgusa huyu kaka. Nikasema huyu leo nitamgusa tu mwenyewe. Nilianza kumgusa, nikasema, "Kanikwambia kitu. Natamani ufanye kitu ambacho ulifanya na rafiki yangu." Akaniuliza ni kitu gani? Nikamwambia alichokuwa anafanya rafiki yangu kwenye gari. Akasema rafiki yako sijawahi kufanya naye jambo lolote. Nikamwambia sio kweli. Siku ya kwanza ulifanya naye na mimi ndio nilimkanda. Wakati sio kweli, yule alienda kuoga mwenyewe. Akaniambia ulimkanda kwenye nini? Nikamwambia ulifanya kitendo ambacho rafiki yangu alikuwa ameumia sana. Kwa hiyo mimi nimpashia maji na kumkanda kuwa mlifanya mapenzi. Na mimi nilikuwa natamani kufanya hicho kitu. Akasema hapana, siwezi kufanya hicho kitu. Nilimpenda rafiki yako, atabaki kwa rafiki yako ndio mwenye nafasi hiyo. Siwezi kufanya kitendo hicho na wewe. Na mna wasiwasi wewe, yawezekana kuna namna. Naomba tu nisamee kama nitakuwa nimeongea vibaya. Nikamuuliza namna ipi? Akaniambia sitaki kuongea sasa hivi. Kaka huyu alienda. Baada ya kwenda, siku moja alirudi na mtu mwingine. Alivyorudi na huyo mtu alikuwa amevaa suti nyeusi akiwa ameshuka kwenye gari. Aliingia kwenye nyumba ya rafiki zangu mimi. Wakati ameingia kwenye nyumba ya rafiki yangu, sijui alikuwa anaongea nini, lakini mimi target yangu ilikuwa ni yule mkaka. Hii siku tena nilienda, nikamwambia vipi? Nataka nikusindikize. Tulienda tulikaa kwenye gari, tukaongea, lakini nilimbusu huyo kaka. Baada ya kumbusu kwenye mdomo, akafuta ule mdomo ambao nimembusu. Akasema mbona unakuwa hivyo? Unataka kuchukua nafasi ya rafiki yako? Je, ulikuwa unampenda kweli rafiki yako? Nikamwambia ndio, mimi nilikuwa nampenda sana rafiki yangu. Ndio maana nahitaji wewe usijisikie vibaya kwa sababu mimi na rafiki yangu tulikuwa tunafanana. Kwa hiyo kama mimi nitakuwa na wewe, najua hutaweza kukaa mbali na rafiki yangu. Nafsi yake mimi nimeishi naye tangu utoto, basi naweza nikawa nimefanana naye vitu vingi. Huyu kaka alicheka na akaniacha. Nikawa namlazimisha, namwambia nahitaji tufanye hiki kitu. Na kama hutofanya nitapiga kelele unanibaka. Akaniambia unataka kupiga kelele unanibaka? Nikamwambia ndio. Na unanini nakubaka? Nikamwambia ndio. Akaniambia unataka mapenzi? Nikamwambia ndio. Akasema haina shida. Kaka huyu nilimwona ameweka simu kwenye kioo pale mbele na akasema njoo nyuma. Nilirudi nyuma ya siti za nyuma kule na akawa amesogeza viti hivi vya mbele kwenye mbele kule, akawa anaanza kunigusagusa. Alinigusagusa kwa muda mchache tu na baadaye akaniingilia. Nilifurahi sana baada ya kuona kaka ameniingilia. Nikasema tayari nimeshachukua nafasi ya rafiki yangu. Nilienda nikamshukuru Mungu, nikasema Mungu asante, nilichokuwa nakitaka kimekuwa. Na aliniambia haya nenda. Lakini baada ya kufanya hiki kitu hakunipa zawadi yoyote wala hakunipa hela ya aina yoyote. Rafiki yangu alikuwa kila akishuka kwenye gari ni ana kitita cha pesa, lakini mimi hakunipa hela. Wakati nimeshuka nimeshafika nyumbani nikakumbuka kwamba sijapewa hela. Nikatumia message, baba lakini nimefanya vibaya, hujanipa hata hela sabuni. Akaniambia leo sikuwa na hela. Lakini mimi nilimuona pale kijijini alikuwa ananunulia watoto wadogo wadogo pipi, alitoa kibulungutu la hela, nilikuwa ninaonekana kabisa kuwa na hela ni nyingi, lakini akaniambia alikuwa hana pesa. Nikasema siku nyingine atanipa. Aliendelea tena, siku nyingine akaja, kila kija alikuwa ni kuleta pesa, kuleta vyakula, kuleta mafuta, kuleta kila kitu pale kwa wazazi wa yule rafiki yangu aliyefariki. Alivyokuja tena mimi hakunipa chochote. Yaani zawadi zangu zilikata baada ya rafiki yangu kufa. Hakuwa amenipa kitu chochote kile, wala nyumbani kwetu hakuwa anapeleka chochote. Lakini hapa alipeleka kila kitu. Nikamwambia, najisikia tena kufanya kile kitu. Akaniambia hakuna shida. Baadaye nikitoka nitakuita. Nilienda tena, tulifanya tena kile kitu, lakini hakunipa pesa yoyote. Aliniambia niende nyumbani. Na hii time mara nyingi alikuwa anakuja na huyu mtu mwenye suti nyeusi. Siku moja akaniambia, "Kesho tutakuja." Yaani tumefanya kama leo, akaniambia kesho tutakuja tena. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia nimekumisi tu, nahitaji kuongea na wewe. Basi. Haya, baada ya hapo kweli kesho yake alikuja na huyu baba. Akaniambia rafiki yangu kasema amekupenda, anahitaji kuongea na wewe.
Nikaambia rafiki yako gani? Akasema yule nakujaga naye. Anavaaga suti yule baba mtu mzima. Nikamwambia hapana, mimi sitaki. Mimi nakupenda wewe. Na kwa nini aongee na mimi? Yeye akaniambia, mimi huyu ni kama ndugu yangu. Wewe ongea naye tu. Uweze jua. Tumchote akili. Tumwangalie pengine atakutongoza. Na akikutongoza mimi nitampiga mbele yako. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo kaka alikuja na akaanza kuongea na mimi. Aliongea vitu vingi. Ajabu hakuwa ananitongoza, bali alikuwa ananiuza swala la kuanzia utotoni hata tulipofikia mimi na huyu rafiki yangu. Na mimi nilikuwa ninaongea tu, lakini kwa sijui. Sisi tunajua tunacheza mchezo, najua huko kote anatafuta namna ya kuingia. Na mimi nikawa namjibu kama vile ambavyo natakiwa nimjibu tu kwa haraka. Tunasubiri aingie kwenye pointi juu ya kuja kunitongoza mimi ili rafiki yangu aje ampige kama alivyo vile sema yeye mwenyewe. Basi huyu kaka aliniuliza vitu vingi na nilimjibu kama ilivyokuwa natakiwa kujibu, na wala sikuzingatia sana swala kusema eti huyu mtu ni mtu mgeni nisiongee sana vitu vya ndani, lakini mimi nilikuwa naongea sababu naamini tayari mimi niko na yule mpenzi wangu, na mpenzi wangu kaniambia kama atanitongoza atambonda yule kaka, na mimi nataka kuprove wangu kwamba mimi niko na yeye tu, wala siko na mwanaume mwingine. Kwa hiyo aliniuliza vitu vingi sana mpaka siku ya mwisho ile tunaenda kule kuoga ilikuwaje kuwaje. Mimi nikamwambia mimi sijui, tulikuja tu tuligundua baada ya wiki nzima kuwa huyu mtu alishakufa. Lakini ukaka alisema, lakini mtu mmoja anasema siku ambayo huyu rafiki yako anaenda kwenye maji, baada ya dakika kadhaa alikuona na wewe ulikuwa umebeba ndoo fulani, akahitaji aina ya ndoo ulikuwa umebeba, na ulikuwa umevaa nguo fulani, akataja aina nguo ulikuwa umevaa, ulikuwa unaenda kwenye maji. Je, ni kweli? Nikasema sio kweli. Akasema sio kweli. Simu ya rafiki yako ambayo anawasiliana na mpenzi wake ulikuwa nayo, uko nayo wewe uliipata wapi? Alianza kuuliza maswali haya. Nikamwambia mimi nilienda mtoni nikaikuta. Akasema nimekuuliza hapa, ulienda kwenye maji ukasema ukwenda. Sasa hivi nasema ulienda mtoni ukaikuta. Ulikutaje simu? Na maana watu wengine hakuwepo. Ndipo hapo nilipokuja kugundua kuwa nimeshakosea. Tokea mwanzo huyu mtu alikuwa ananihoji, lakini mimi sikujua. Nilikuwa nimeconcentrate afike kwenye pointi kunitongoza ili aje wagombane na rafiki yake. Lakini kumbe huyu kaka alikuwa ni mwanasheria na alikuwa anafuatilia kesi ya rafiki yangu kufariki. Na hapo mpaka hapo alikuwa ameshanishika mimi kwamba ni muongo, maana kumbe alikuwa anajua kama mimi nilikuwa na simu ya rafiki yangu. Nikasema kwa nini unauliza maswali kama hayo? Hebu niitie ulichokuwa na umenitia. Akaniambia mimi nilichokuwa nimekuitia ni hicho, nahitaji kujua, nachunguza chanzo cha kifo cha rafiki yako. Kwa hiyo nahitaji unipe ushirikiano. Nilishuka, nafsi yangu ilikuwa imeinama sana. Nikasema ni nini kinaendelea? Lakini tuliendelea. Baada ya hapo nikamwambia kaka, mbona hajanitongoza na mbona anasema anauliza maswala ya kifo? Akasema we, basi ni mnafiki. Mimi aliniambia anataka kuongea na wewe kakuelewa. Basi endelea naye, labda ataendelea. Wewe akikuita usichoke. Na pia alimpa namba yangu. Akasema na pia nimempa namba yako, mtakuwa mnawasiliana. Nilianza kuchat na huyu kaka. Alikuwa anauliza maswali ambayo alikuwa ananikwaza sana. Ilifika kipindi mpaka nikatupa na ile simu. Nikaona kabisa kwamba kuna uwezekano wazazi wangu wakajua na mimi na ile simu ya rafiki yangu. Lakini nilimwona kabisa kwamba alikuwa anachunguza maswala ya kifo kile. Lakini baada ya siku hiyo kutupa simu, nienda nitupa polini sana. Lakini huyu kaka alikuja, na baada ya kuja alisema twende huko. Tulienda ile sehemu ambako nienda kuitupa ile simu, na akaonyesha ile simu mpaka sehemu ambapo nimeitupa, na akasema chukua hiyo simu, wala huna haja kuitupa. Nikaanza kuogopa, kwa nini amejuaje na huyu alikuwa mjini? Lakini sikuwa naelewa. Ilienda siku moja nikaanza kujisikia vibaya. Kama nasikia kutapika. Nikamwelekeza kaka, mimi leo nimejisikia vibaya, nimejitapika, lakini japo sio sana, lakini kwa nasikia kama kutapika. Huyo kaka alisema pole sana, lakini hakuwa anajali chochote kile. Basi nikamwambia kaka, lini tutanichukua tuondoke? Naona yule rafiki yako anazidi kuniingilia, maana nimetupa simu, yeye kaja kunionyesha simu ilipo. Lakini kaka alisema mimi nitakuchukua tukwenda mjini. Wewe shida yako sikwenda mjini? Haina shida, mjini utaenda. Lakini siku zilizidi kwenda, nikajigundua kuwa nilikuwa ni mjamzito, na nilivyomwambia huyu kaka kama ni mjamzito, huyu kaka alisema huyu mtoto ni zawadi yako tu, nimekupa. Mimi sihitaji mke wa kuoa kwa sasa hivi. Aliniuma yule aliyekwenda mbele za haki. Kwa hiyo kama kuna mimba huko, hiyo ni zawadi yako. Nikamwambia hapana, huyu mtoto ni wa kwako. Akaniambia sawa, kama ni wa kwangu, nitafanya juu chini nije nimchukue mwanangu. Nikamwambia utamchukuaje na yuko tumboni? Akasema haina shida, mimi naweza nikaondoka naye. Kaka huyo alikuja na vidonge, akanipa nivinywe vile vidonge kwa ajili ya kutoa ujauzito. Nikamwambia, ni tabia gani unafanya? Akaniambia hamna, mbona ni jambo la kawaida. Mimi sihitaji kuzaa na wewe. Nilipogundua kwamba huyu kaka hajawahi kunipenda hata siku moja. Mwisho wa siku uliandaliwa mkutano pale kijijini. Akasema ataongea huyu kaka, yeye kwa uchunguzi wake juu ya msiba huyu na Tumaini alichokigundua. Alikuja kutangaza kwamba mimi nimekuja kugundua chanzo cha kifo cha Tumaini, tumuulize vizuri huyu Stumai. Stumai alikuwa naye siku ya mwisho
na vitu vya Tumaini anavyotumai. Mama yake Tumaini alianza kulia kama chizi, akasema sio kweli. Huyu kaka alisema ninaongea ukweli na ukweli mtupu. Nimekuwa nikiwasiliana na Tumai kwa muda mrefu sana. Nilikuwa na chat naye, simu alikuwa nayo marehemu alipewa na yule rafiki yangu, lakini yeye amekutwa nayo na alipata wapi? Lakini moja kwa moja nimekuja kugundua Tumai alimkaba mwenzie kwenye maji na kumuua. Nikabaki na shangaa. Na amefanya uchafu mwingi kwa ajili ya kuchukua nafasi ya rafiki yake. Amefanya mapenzi na huyu kaka mara 2 kwenye gari. Akamwambia, akasema na tuna video zake zote mpaka hata anafanya mapenzi. Maneno yake yote alikuwa akiongea na huyu kaka. Huyu kaka alianza kumrekodi tangu siku ya kwanza. Amemwambia kuhusu masuala msiba. Tumai alitoa taarifa ya msiba kabla hata msiba nyinyi hamjajua. Tumai alijua tangu yule rafiki yake amefariki ndani ya nusu saa mbele. Wazazi hamkuwa mnajua chochote. Watu pale kijijini walibaki wanashangaa, wakinitumbulia macho kuwa mimi ni mtu wa ajabu. Na muda huo hapo nilikuwa nimeshapewa vidonge na 8 na huyu kaka, tumbo likiwa nimeanza kunisokota tayari. Nikabaki na shangaa. Nikasema jamani, kumbe mimi nilikuwa nachunguza siku zote. Huyu kaka hakuwahi kunipenda mimi hata siku moja. Kaka huyu alipanda juu na kuongea. Akatoa story namna tulikutana naye kwa mara ya kwanza na namna alimpenda yule rafiki yangu, lakini mimi nimechukua nafasi yake kwa kumuua rafiki yangu na hajawahi kumpenda. Na hapo nilipo mimi muda wote anaweza kanikuta lolote. Nimempa dawa. Kama kuna nesi yote akamsaidia kumfanyia abortion huyo mtu, maana nimempa vidonge anywe, maana ana mimba yangu. Kanilazimisha kufanya jambo na nilifanya naye kwa ajili ya kutaka kugundua kweli kuhusu mpenzi wangu. Na nashukuru Mungu nimegundua kwamba yeye ndiye aliyekuwa anamemuua mpenzi wangu. Mama, nilikuahidi kwa nitafanya juu chini kujulisha ni nani amefanya hicho kitu. Nadhani mmeshajua aliyefanya hicho kitu ni huyu hapa. Mwambieni aongee story nzima, alifanyaje mpaka kufikia kifo cha rafiki yake. Walinilazimisha mimi kuongea pale, lakini sikuwa nimeongea. Wakasema ataenda kuongea mbele ya sheria, na baada ya hapo ilipigwa mawe pale kijijini, lakini huyu mwanasheria akasema siruhusi kuumia wala kufanya kitu chochote, natakiwa niende sehemu ya sheria. Kwa hiyo wakati napelekwa sehemu ya sheria ndipo na hii mimba ilitoka njiani, na ninaongea hivi nimekaa ndani miaka 30, na kwa sababu nilikuwa ni mtoto bado basi nilisamehewa. Nimetoka kwa msamaha wa rais, lakini nimekaa jela miaka 30. Nimezeeka kwa sasa, sio mtoto tena, nina miaka zaidi ya 48 na sijaolewa na wala sina mchumba na sina kitu chochote. Nimerudi nyumbani, kijiji kimechakaa, hakina mbele, hakina nyuma, watu ni waajabu. Yaani naona tu vitu vya ovyo ovyo. Mimi niko ndani kwa sababu ya kugombea mapenzi. Sijui hata huyu kaka aliendaga wapi, sina namba yake, sina mawasiliano yake, na maisha yangu mimi yameishia hapa. Asanteni.